Hatimaye Esperance de Tunis wameendelea kuwadidimiza Simba Sports Club ambao wameendelea kuwa na mwendelezo mbaya katika ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya jana kupokea kichapo cha 3 mfululizo dhidi ya Esperance de Tunis baada ya kufungwa bao 1-0. Mpaka sasa Tanzania na Afrika kwa ujumla inatambulika kuwa Simba ndiyo timu pekee ambayo mpaka sasa haina alama yoyote katika michezo mitatu iliyocheza nyumbani na ugenini. Mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo wameendelea kuumizwa na matokeo ya timu yao, huku wengi wakiamini viongozi wa timu ni miongoni mwa sababu kubwa sana ya Simba kufanya vibaya katika mashindano mbalimbali. Maingizo ya wachezaji wapya kikosini ikiwa ni pamoja na Kratos Chota Chama, Triple C Mwamba wa Lusaka na Nixon Kibabage ni miongoni mwa mambo ambayo yalizaa matumaini mapya kuelekea katika mchezo wa jana, lakini sivyo bahati, mambo yalienda ndivyo sivyo. Kibaya zaidi ni kauli ya kugawa utamu iliyotolewa na msemaji wao Ahmed Ali. Aliwahi kunukuliwa akisema kila kundi lina timu inayogawa utamu kwa timu zingine. Pia akasikika akisema timu kufungwa mechi 2 sio kugawa utamu, isipokuwa timu ikifungwa mechi 3 ndio kugawa utamu. Kwa hiyo, kwa kurejea kauli ya msemaji wao rasmi, Simba Sports Club ndio timu inayogawa utamu kwenye kundi lake ikiwa imecheza michezo mitatu bila kupata alama yoyote ugenini wala nyumbani. Pia Simba Sports Club imeingia kwenye historia ya kufundishwa na walimu 5 ndani ya kipindi kifupi sana katika msimu huu wa 2025-2026 ambapo Fadlu Davis, Selman Matola, Hemedi Moloko, Dimitri Pantev, mzee wa pila tatu na Steve Becker ambaye kwa sasa ndiye mwongoza jahazi kwa Simba Sports Club ni miongoni mwa makocha ambao mpaka sasa wameiongoza Simba Sports Club katika michuano mbalimbali. Macho na masikio ya wanasimba na wapenzi wa soka ni kuelekea michezo mitatu iliyosalia katika hatua ya makundi kuelekea hatua ya robo finali. Je, Simba watapindua meza kwenye michezo iliyosalia? Ni swali ambalo majibu yake yatapatikana ndani ya dakika 90 za kila mchezo. Niite wa kusoma nami nitaitika. Mpaka wakati mwingine.